Laza kujiuzulu kwa viongozi wa mpira wa miguu kuanzia shirikisho la mpira wa miguu TFF. Katibu mkuu kizungumzia sio bodi ya ligi. Ukizungumzia bodi ya ligi iwe bodi huru ambacho hakiwezekani. Kwa sababu kama mtego ambao Yanga wameutega, mtego mwepesi na mtego sahihi kwa bodi ya ligi na shirikisho la mpira wa miguu ni huu hapa kwa sasa. Kwa sababu kama bodi ya ligi itajiuzulu, kama sio bodi ya ligi itajiuzulu, lazima atoe ufafanuzi kwa nini amejiuzulu kwa kosa lipi. Na kama katibu mkuu wa shirikisho la mpira wa miguu Wilfred Kidau, baba yangu, na sio bodi ya ligi Almas Kasongo, baba yangu au babu yangu, naweza nikasema kabla kujiuzulu lazima aandike sababu za kufanya mpaka ajiuzulu. Hawezi kujiuzulu bila kuwa na sababu. Huu ni mtego mkubwa sana waliotega Young Africans. Ikitokea wamejiuzulu, Yanga atakuwa na mandatory ya moja kwa moja kurudi kasi kufaili kesi yake upya, kudai alama 3 mezani dhidi ya Simba Sports Club. Huo ni mtego mkubwa sana ndugu mwandishi mwenzangu, ndugu mwanahabari mwenzangu. Kwa sababu ukizungumzia sakata Young Africans, sakata liko wazi. Mmeenda kasi mmefaili kesi nyumbani tena. Kwa nini mnashinda kwenda kufaili kesi nyumbani? Ikatokea wamejiuzulu, yani ikatokea tu ni mfano. Imetokea wamejiuzulu, kweli wamekubali na alafu haitotokea kujiuzulu kwa sasa. Hiyo ni uongo. Hatojiuzulu. Kama sio nakwambia ni mchakato, ni sio siku moja kwa matakwa ya Young Africans. Na akasema tarehe 15 mechi ipi. Kwa hakuna atakayejiuzulu kiongozi wa aina yoyote. Kama Yanga watagoma kuingiza timu tarehe 15, watagoma, watachukua alama zao 3 zitakatwa kama kawaida. Na alama 15 zitakatwa kama kawaida. Wao wanataka kusafisha mpira Tanzania, usafishe kuondoa vichaka, wanaanza kuwasafisha kuanzia kwa wao.